Yesu alitaka Yohana ambatize. Yohana alikataa kwa sababu Masihi mfalme hakuwa na haja ya kutubu. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Hivyo Yohana alimbatiza Yesu. Kwa kubatizwa, Yesu alionyesha alikuwa pamoja na familia ya watu aliokuja kuwaokoa. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ilisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kama kwenye siku ya kwanza ya uumbaji, umoja wa Mungu wenye maeneo matatu unafunuliwa tena. Hata Mungu, Roho wake na neno wake waliofanya kazi kama mmoja kuumba ulimwengu, na sasa walifanya kazi kama mmoja kuokoa. Tunamwona Roho wa Mungu ambaye mwanzoni alitulia juu ya uso wa maji akimshukia Yesu. Tunamtazama mwana wa Mungu, neno aliyeumba ulimwengu, akipanda kutoka mtoni. Tunamsikia Baba akizungumza kutoka mbinguni. Miaka 30 nyuma yake, Yesu aliishi bila kueleweka vizuri, bila kuonekana na wengi, lakini Baba yake wa mbinguni alifuatilia kila wazo, neno na tendo lake. Na uamuzi wa Baba yake juu ya maisha yake ulikuwaje? Huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Kwenye historia yote ya wanadamu, Yesu ndiye pekee aliyefanya kila jambo analotaka Mungu. Kila jambo, wakati wote, kikamilifu. Yesu alifanya alichoshindwa Adamu, kuakisi mfano wa Mungu, lakini Yesu alifanya zaidi ya kuakisi. Alikuwa huo mfano. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Si ajabu baadaye Yesu aliposema, mimi na Baba tu umoja. Yesu ndiye mwana